Mtazamaji, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Hiyo ni kauli mbiu ya mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka 2025 ambapo umewashwa rasmi Aprili 2 mwaka 2025 na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango katika viwanja vya Shirika la Elimu mkoani Kibaha. Mtazamaji, vikundi mbalimbali vya sanaa vilitoa burudani katika uzinduzi huo wa Mwenge wa Uhuru kitaifa ambapo halaiki na kwaya ya TAKUKURU zilikuwa miongoni mwa vikundi hivyo. Na kwaya ya TAKUKURU ilipata nafasi ya kuelimisha wageni waalikwa kwa njia ya nyimbo. Mulika kila mahali kuona maendeleo, miradi ya serikali, mulika na wala rushwa, na wahujumu uchumi wegeuka wamulike, nchi yetu isonge mbele. Akiongea wakati wa ufunguzi huo, Makamu wa Rais ameeleza kuwa mapambano dhidi ya rushwa si la mtu mmoja bali linatuhusu wote na tujiepushe na vitendo vya rushwa hasa kuelekea uchaguzi mkuu. Jambo la pili ni mapambano dhidi ya rushwa, na haya yataongozwa na ujumbe unaosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza wajibu wetu. Ujumbe huu utukumbushe kuwa jukumu la kupambana na rushwa sio la mtu mmoja bali linatuhusu wote, kwa kuwa rushwa ni adui wa haki na ni kikwazo cha maendeleo na ustawi wa wananchi. Ni vema wananchi wakajiepusha na vitendo vya rushwa kwa kutokutoa, kutopokea au kuomba rushwa, na hasa katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Mtazamaji, maendeleo hupatikana pale tunapochagua viongozi waadilifu, na hapa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Majaliwa Kassim Majaliwa, anaeleza umuhimu wa wananchi kuelimishwa juu ya haki ya msingi ya kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Ninapenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amekubali mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025 katika halmashauri zote 195 na kwa siku 195 mfululizo zitumike kuhamasisha na kuelimisha wananchi kuhusu haki yao ya msingi ya kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake. Naye Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameeleza ni kwa namna gani mbio za Mwenge zimekuwa kichocheo cha maendeleo. Mbio za Mwenge wa Uhuru zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya wananchi na taifa kwa jumla, kwani kupitia mbio hizi wananchi wanahamasika kubuni, kuandaa na kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo yenye manufaa kwa jamii na uchumi wa maeneo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujumbe wa mbio za Mwenge mwaka huu 2025 unahusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 chini ya kauli mbiu isemayo jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Umuhimu wa ujumbe huu unatokana na ukweli kuwa demokrasia ndiyo msingi mkubwa wa nchi yetu. Utaratibu ulioasisiwa na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abedi Amani Karume unaacha fikra chanya za kutekeleza ujumbe huu bila vikwazo vyovyote. Mtazamaji, ili kuhakikisha thamani halisi ya fedha inaonekana katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, hapa mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Pwani anaeleza ni kwa namna gani wamejipanga. TAKUKURU tumepewa jukumu la kufuatilia miradi ya maendeleo, na katika ujumbe wa mbio za mwaka huu TAKUKURU tunalo jukumu la kufuatilia miradi ya maendeleo kwa nchi nzima. Tutakuwepo kwa kila mradi kukagua, tukishirikiana na wakimbiza mwenge wa kitaifa katika miradi yote itakayokuwepo.
Vile vile tumehimizwa kuhusu uchaguzi. TAKUKURU tuko tayari kufuatilia vitendo vya rushwa katika uchaguzi, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hususan kwenye hizi mbio za Mwenge wa Uhuru, swala la miradi, viongozi wote wamesisitiza miradi iwe ya thamani na vile vile iweze kukidhi haja za wananchi wa eneo husika. Mbio za Mwenge zimezinduliwa na kuanza kukimbizwa katika manispaa ya Kibaha, ambapo kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa mwaka 2025 Bwana Ismail Ali Usi alipata nafasi ya kupita katika banda la TAKUKURU. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, katika kutekeleza majukumu ya mapambano dhidi ya rushwa chini ya kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu, TAKUKURU imeendelea kutoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kwenye makundi mbalimbali. Sisi kama klabu ya wapinga rushwa tumeweza kufanikiwa kutoa elimu ya rushwa kwa taasisi nyingine za kielimu, shule za sekondari, shule za advance na pia taasisi zingine za elimu za hali ya juu kama Excellent College. Pia mgeni rasmi tumeweza kushawishi vijana na wazazi nyumbani kwa kuweza kushiriki kikamilifu kutoa taarifa za rushwa kwa kuambia watumie namba 113 au kufika katika ofisi zilizo karibu nao za TAKUKURU. Lakini moja kati ya ujumbe wa kudumu wa mbio za Mwenge mwaka huu ni mapambano dhidi ya rushwa. Ni kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kwa kweli nimefurahika sana na nimefurahi kuona taasisi ya kupambana na rushwa kwa maana TAKUKURU ipo katika maeneo haya na inaendelea kutoa elimu ya rushwa kwa wananchi wa eneo. Kwa kweli niwapongeze sana ndugu wananchi kwa kufikiwa kwa dhati chini kabisa taasisi yetu ya TAKUKURU kuja kutoa elimu juu ya rushwa. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, hakuna marefu yasiyo na ncha. Nikusihi uendelee kufuatilia vipindi vyetu kutoka hapa TAKUKURU TV.